Katika sheria ya Kiislamu, mwanamke aliyeachwa talaka tatu, mumewe haruhusiwi kumuoa mpaka aolewe na mume mwingine, aachike au mume afe yule wa pili, yeye ndo ataruhusiwa kumuoa tena, kwa sababu amemaliza talaka zake tatu. Katika Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka utaratibu kwamba talaka mwisho ni tatu, na hii ni kwa lengo la kwanza kuratibu, kuregulate mambo ya talaka, isiwe ni faudha, isiwe ni fujo, na vile vile kwa ajili ya kuwalinda wanawake, kwa sababu katika zama za jahiliya talaka ilikuwa haina idadi. Ilikuwa mwanamke apewa talaka na mumewe sasa hivi, kabla eda haijamalizika amrejea, alafu hana kazi naye, hashughuliki naye, alafu amwacha tena, eda ikikaribia kwisha amrejea tena. Almuhimu kwa ajili ya kumtesa, hamwachii akaolewe na mume mwingine, wala yeye hana kazi naye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka kanuni kwamba sasa talaka mwisho tatu. Mume akimwacha mkewe talaka tatu, basi hawezi kumuoa tena mpaka aolewe na mume mwingine, aachike au mume afariki, ndipo yeye ataruhusiwa kumuoa tena. Sasa talaka tatu hizi ambazo zikitolewa mwanamke anakuwa haramu kwa mumewe ni zipi? Je, talaka hizi ni lazima zitolewe moja moja, ya kwanza kisha amrejee, ya pili amrejee kisha itoke talaka ya tatu, au hata zikitolewa fi majlisin wahid, katika kikao kimoja, vupwa kama wanavyosema katika Kiswahili? Pia talaka hizi zinaharamisha. Shia Ithna Asharia wamesema talaka tatu zinazoharamisha mke kwa mumewe ni talaka ambazo zimetolewa moja moja. Talaka ya kwanza akamrejea, akatoa talaka ya pili akamrejea, akitoa talaka ya tatu, hapo sasa ndipo mwanamke yule anakuwa haramu kwa mumewe mpaka aolewe na mume mwingine. Suni wakasema, Ahlus Sunna wal Jamaa wakasema hata zikitolewa fi majlisin wahid, hata zikitolewa katika kikao kimoja, talaka hizo zinaharamisha. Mke huyo atakuwa haramu kwa mumewe mpaka aolewe na mume mwingine, na ndoa ile ife kwa talaka au kwa kifo, ndipo ataruhusiwa kuolewa tena na mume wa kwanza.